Mheshimiwa, katika mtandao wetu wa Mokenya TV unapotazama, naomba tu nikusalimie hujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya licha ya maandamano kushuhudiwa katika taifa letu la Kenya siku ya leo, siku ya Jumatano, tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu 2025. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze yale ambayo yalikuwa yanaendelea haswa katika maandamano ambayo yaliweza kushuhudiwa siku ya leo. Maafisa wa polisi waliweza kumwawa katika maeneo mbalimbali humu nchini kupambana na wale ambao walikuwa wakiandamana kukumbuka wenzao ama Wakenya wale ambao walipoteza maisha yao katika mwaka jana wakati kulikuwa na maandamano humu nchini. Kabla nizame kuundana, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kufunguliwa milango na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Niko na ombi moja tu, unyenyekevu na heshima kubwa unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi thumbs up, ukipenda like. Na ikiwa wewe ni mgeni, karibu, ingia na viatu na kuomba tukaweze kusubscribe. Kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikwa subscribe, na kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Maana tunapoweka kanda utakuwa unapokeza notification ufahamishe kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Karibu ili tusonge mbele pamoja, nikujulisha yale ambayo yalikuwa yanaendelea haswa katika maandamano yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali humu nchini. Siku ya leo ni siku ya Jumatano. Tuliona vijana wa Gen Z na Wakenya wengine wakijitokeza wazi kuandamana katika sehemu mbalimbali humu nchini ili kukumbuka Wakenya wale ambao walipoteza maisha yao mwaka jana wakati kulikuwa na maandamano ya finance bill, ukipenda mswada wa pesa 2024-2025. Ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaendelea, na tuliweza kushuhudia maafisa wa polisi wakimwaga kupambana ama kutuliza hali ya maandamano humu nchini. Na katika kanda hii nataka ni kuonyeshe vile hali ilivyokuwa, ni kipi ambacho kilifanyika katika maandamano ama siku ya leo, kwa sababu kuna wale ambao wako kwa nyumba wakutokea, ili tuwajulishe yale ambayo yanaendelea haswa katika kanda hii. Number 1, ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaendelea? Maandamano yaliweza kutanda katikati mwa mji wa Nairobi na barabara tofauti zikafungwa. Kisii tulishuhudia maandamano, Eldoret, Nyeri, Ukambani, Nyahururu na sehemu zingine. Maandamano yaliweza kutanda huku vijana wa Gen Z na Wakenya wengine wakijumuika pamoja kulalamikia ama kuandamana kukumbuka wale ambao waliweza kupoteza maisha yao kupitia maandamano yaliyoshuhudiwa mwaka jana. Namba 2, ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaendelea? Afisa wa polisi anadaiwa kujeruhiwa na waandamanaji katikati mwa mji wa Nairobi na kupelekwa katika hospitali ya Kenyatta kupokea matibabu. Hayo ni kulingana na gazeti la Kenyans.co.ke. Gazeti hilo liliweza kuchapisha habari na kusema ya kwamba one police officer seriously injured during protests in the CPD after being caught in a melee with protesters. Cop rushed to Kenyatta National Hospital. Number 3, ni kipi hiki ambacho kilikuwa kinaendelea siku ya leo? Inadaiwa baadhi ya waandamanaji waliweza kufiatuliwa marisasi. Hayo ni kufuatia chapisho ambalo liweza kuchapishwa kupitia gazeti hili la Kenyans.co.ke, ambapo waliweza kuandika na kusema ya kwamba some protesters shot during the demos rushed to Kenyatta National Hospital. No confirmed reports of fatalities during the protests across the country. Yani gazeti hili linajaribu kusema ya kwamba baadhi ya waandamanaji waliweza kufiatuliwa marisasi na kujeruhiwa na kukimbizwa katika hospitali ya Kenyatta wanapoendelea kupokea matibabu, lakini kufikia sasa hakuna yule ambaye ameaga dunia. Number 4, ni kipi kilifanyika siku ya leo? Maana naona ni kupitisha ili tujue ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Agizo liliweza kutolewa na serikali kusurutisha media houses ama vyombo vya habari kusitisha kubeberusha matangazo. Hayo ni kulingana na Kenyans.co.ke. Communications Authority orders all TV and radio stations ordered to halt
live Gen Z's protest coverage. Communications Authority says non-compliance may lead to switch off under Communications Act. Yaani hilo ni agizo liliweza kutolewa kwa vyombo vya habari kwamba wakati maandamano yalikuwa yanaendelea, matelevisheni humu nchini ama runinga mbalimbali na radio wakaamrishwa waweze kusitisha kubeberusha matangazo ya moja kwa moja kuonyesha maandamano vile yalikuwa yanaendelea haswa katika sehemu mbalimbali humu nchini. Na waliweza kutoa tisho na kusema ya kwamba ikiwa wataendelea kubeberusha matangazo vile waandamanaji wanaendelea kuandamana katika sehemu mbalimbali humu nchini, wangefungiwa televisheni ama radio. Hayo ndio yalikuwa yanaendelea. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina lingine ila tunawaomba tukaweze kudumisha amani, na nitarudi kwa kanda nyingine. Hii nilikuwa na wapitisha kuwafahamisha yale ambayo yalikuwa yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya siku hii ya maandamano siku ya Jumatano. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yalikuwa yanaendelea haswa katika taifa letu la Kenya. If you have not subscribed to our YouTube channel, please I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we uploaded video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and other Facebook. That's the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now.